Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, salamu fupi za JMAT, kisha baada ya hapo watajiandaa salamu za mdhamini mkuu Amana Bank. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamdan lillah, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazida. Thumma salatu ba'du wa salamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mgeni rasmi wa mashindano haya matukufu, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahullah, Mheshimiwa kaka yangu Sheikh wetu wa mkoa Walid ibn Mimi ibn al-Hadi wa Kawambwa, Mheshimiwa DC wetu Kogolo ukimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kaka yetu Sheikh Kapolo, Sheikh Mfaume na wote ambao mlihudhuria, lakini kwa kipekee kabisa mama yetu Bi Aisha Sururu, mwenyekiti wa Aisha Sururu Foundation, mama yetu mpendwa Bi Mariam Mwinyi, na wote kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa niaba ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ambayo inawaleta viongozi wa dini pamoja, ni heshima kubwa kupata nafasi hii, na hii inaonyesha samahatul Islam ala sair al-akharin, yani Uislamu na ukarimu wake kutambua viongozi wa dini nyingine mbalimbali ni katika ukarimu wa Uislamu na katika upendo wa Uislamu. Kama tunavyojua kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametumwa hali ya kuwa ni rahma kwa ulimwengu wote, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma ewe Muhammad illa uwe ni rahma kwa viumbe wote, sio rahmatan lilmu'minin au rahmatan lilmuslimin faqat, bali mtume ameletwa kuwa ni rahma kwa ulimwengu wote. Na hiyo ni katika samaha ya Uislamu, kutambua kwamba tunaishi na watu wa dini nyingine na tunapaswa kuwapa amani, nao wanapaswa pia kutupa amani. Ni katika ukarimu wa Uislamu. Na Qur'ani hii pia haikuja tu kuwa ni hudan lilmuttaqin, kwamba ni mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu, lakini pia Qur'ani imekuja ni hudan linnas. Qur'ani ni mwongozo kwa watu wote. Kwa hata asiye Muislamu Qur'ani inamhitajia kumuongoza. Idhan sisi wakati tunafanya mambo haya ya mahusiano ili kupeana amani, ni katika mafundisho ya Uislamu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Almuslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi, Muislam safi ni yule ambaye wamesalimika watu wote kutokana na adha za ulimi wake na mkono wake. Si kwamba wamesalimika Waislamu tu, la, Uislamu unawapa amani hata wasiokuwa Waislamu. Hii ni katika karamatu wa samahatul Islam, ukarimu wa Uislamu, kwamba unatuelekeza hivyo kuishi vizuri na wasiokuwa Waislamu. Na ndiyo maana mimi kama mwenyekiti wa jumuiya hii ambayo inawaleta viongozi wa dini mbalimbali, nimeweza kusimama hapa katika jambo la Kiislamu ili kutoa salamu, ni kuonyesha heshima
ya Uislamu, namna tunavyoheshimu watu wote na namna Uislamu au mtume wa Uislamu Muhammad ibn Abdullah anavyowaita watu wote pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, hizi ndio salamu zangu fupi kama ilivyoelezwa katika ratiba, ili tuweze kukupa nafasi zaidi ya kukusikiliza wewe. Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki sana mama yetu Bi Aisha Sururu, fa'ilatul khair, mama ambaye anafanya mambo makubwa, mambo ambayo kwa hakika ametusaidia sana, hasa upande wa wanawake kuipenda dini yao, kuwa karibu na dini yao na kuipenda Qur'an. Mungu akubariki sana na awabariki sana nyinyi wanawake Waislamu mliopo hapa, mkizingatia jana na juzi ilikuwa ni siku ya wanawake duniani kanunian. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Dr. Sheikh Alhadi Musa Salim kwa salamu za Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Sheikh Mbese, mwandaji wa mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Sheikh Sami Al-Azib, tashjii tahqiqi wasichana na wanawake tu, Jumamosi tarehe 22 Machi 2020. Unatazama Jaymat Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.